Kunyanyua vyuma si tu swala la kujenga kifua kikubwa ama misuli mikubwa. Ndani yake kuna mabadiliko ya kina yanayotokea mwilini, baadhi yakiwa na madhara ambayo watu wengi huyapuuzia. Kisayansi, kila unaponyanyua uzito mkubwa unazalisha michubuko midogo ya misuli. Hii ndio chanzo cha ukuaji wa misuli. Lakini bila muda wa kutosha wa kupumzika, mwili hushindwa kujirekebisha. Hapo ndipo mtu huingia kwenye hali ya overtraining syndrome, uchovu usioisha, kushuka kwa nguvu na hata kupoteza hamasa ya mazoezi. Zaidi ya hapo, tafiti zinaonyesha kuwa mazoezi mazito ya mara kwa mara yanaweza kufanya mishipa ya damu kuwa migumu zaidi. Hii huongeza hatari ya matatizo kama hypertension kimya kimya bila dalili za haraka. Pia si watu wengi wanajua kuwa mazoezi kupita kiasi yanaweza kuvuruga homoni badala ya kuongeza nguvu. Mwili huanza kuzalisha homoni za msongo wa mawazo, hali inayoweza kuathiri usingizi, hisia na hata afya ya uzazi. Katika hali kali zaidi, kuna hatari ya kupata rhabdomyolysis ambayo misuli huvunjika kupita kiasi na kuathiri figo, ingawa ni nadra. Imewahi kuwapata watu wanaofanya mazoezi kwa pupa au bila maandalizi. Na nyuma ya pazia, baadhi ya watu hutumia anabolic steroids ili kuharakisha matokeo. Hizi huonekana kusaidia kwa muda mfupi, lakini kisayansi zimehusishwa na uharibifu wa ini, moyo na hata mabadiliko ya tabia. Kunyanyua vyuma si hatari, lakini kutojua mipaka yako ndiko kunaweza kuwa hatari. Mwili unahitaji uwiano, mazoezi, mapumziko na nidhamu. Bila hivyo, kile unachokianza kama kujenga mwili kinaweza kuishia kubomoa polepole.